Karibu pati tu ya simulizi yetu hii, ila kabla hatijaendelea tujikumbushe tulipoishia part 1. Ndani kabisa ya msitu wa Pugu, chini ya mbuyu mkubwa ambapo chatu wa dhahabu anageuka na kuwa kijana handsome sana anayeitwa Juma. Usiku huo anaingia Dar es Salaam kwa Benz nyeusi na briefcase nzito iliyojaa pesa taslimu, kisha anaenda klabuni ambako Jamila anacheza jukwani. Juma anamwaga pesa nyingi mbele ya watu na ghafla anamchumbia Jamila kwa pete ya almasi. Jamila akiwa amepagawa na pesa na umaskini anakubali haraka. Siku zinazofuata Juma anatoa zawadi kubwa kwa Jamila, nyumba ya gharama iliyoandikwa kwa jina la Jamila, na harusi inafanyika kwa shangwe, lakini kuna jambo la ajabu, familia ya Juma haionekani kabisa. Ndani ya ndoa, Juma anapotea kila usiku akidai anaenda Zanzibar, lakini ukweli ni kwamba anarudi msituni Pugu na kugeuka chatu tena. Wakati huo huo, Sakina rafiki yake Jamila ana wasiwasi, Subira anafurahia utajiri, na Jabiri eksi wa Jamila anaonekana klabuni akimchunguza Juma kwa wivu na mashaka. Pati 1 inaishia kwenye usiku wa kutisha ambapo Jamila anaona kwenye kioo mkia wa chatu nyuma ya Juma, ishara kwamba mume wake si binadamu wa kawaida. Juma anatoweka kwa njia ya ajabu kama kivuli, kisha asubuhi anarudi kana kwamba hakuna kilichotokea. Jamila akiwa na hofu na maswali, Juma anamwambia, jiandae, usiku wa leo tutakwenda mahali hii utaona. Wakati huo huo, mbuyu mkubwa wa Pugu unaonekana kuamka, ukionyesha kwamba hatari kubwa zaidi inakuja. Sasa tunaendelea. Ilipofika muda wa kutoka usiku ule, Jamila aliketi kando ya Juma ndani ya ile Benz nyeusi, lakini hakuweza kutulia hata kidogo. Vidole vyake vilikuwa vinagongana, miguu ikitetemeka, na mara kwa mara alikuwa anamdaka kwa macho kwa haraka kana kwamba anaogopa akigeuka akakosa kitu. Kila alipomtazama, moyo wake ulikuwa unaruka. Alikumbuka kioo. Alikumbuka ule mkia wa chatu uliokuwa unacheza nyuma yake. Alikumbuka jinsi alivyotoweka kama kivuli. Lakini sasa Juma alikuwa anaonekana kawaida. Kawaida sana. Anacheka, mrembo, mtulivu, kana kwamba hakuna kilichotokea. Na hilo ndilo lililomwogopesha zaidi. Juma alimgeukia kwa jicho la upole. Uko sawa? Akauliza taratibu. Jamila akameza mate kwa nguvu na kutikisa kichwa haraka. Ndiyo, niko sawa, akanong'ona. Lakini hakuwa sawa. Akili yake ilikuwa kelele. Mawazo yalikuwa yanakimbia juu chini. Swali lile lile lilikuwa linamchoma, niliona mkia kweli au ilikuwa ni mawazo? Juma aliendelea kuendesha kimya kimya, na macho ya Jamila yakaendelea kushuka kwenye miguu yake, mikono yake, mwili wake, akijaribu kujihakikishia kuwa hakuketi pembeni ya kitu hatari. Kisha ghafla, Juma akatoka kwenye barabara kuu na kuingia njia ya upweke iliyoelekea kwenye msitu. Njia ilikuwa mbovu, yenye vumbi na mawe. Miti mirefu ilisimama pande zote kama walinzi, na upepo ulipopiga vichakani ulitoa sauti za ajabu, kama minong'ono ya watu wasioonekana. Jamila kifua kikamkaza. Kwa nini tunapita huku? Akauliza kwa sauti nyembamba. Juma akatabasamu tu. Ni njia fupi. Usijali. Lakini Jamila alijali. Akili yake ilianza kupiga kelele tena. Gari likaingia ndani zaidi ya eneo la msitu, na Jamila akajua kabisa hawa si watu wanaoelekea Zanzibar. Hii ilikuwa Pugu. Hii ilikuwa ile njia ya kivuli. Miti mikubwa ilifunika barabara kama miavuli. Mwanga wa mwezi na taa za gari ulipambana na giza, lakini giza lilikuwa linaonekana kushinda. Vichaka vilitikisika mara kwa mara kana kwamba kuna viumbe wanapita. Jamila polepole akasogea karibu na mlango, mkono wake ukagusa kishikio cha mlango kwa tahadhari tu kwa kesi. Juma akaona tena. Unaonekana una wasiwasi, alisema. Hapana, niko sawa, Jamila akadanganya akilazimisha tabasamu. Lakini hofu tayari ilikuwa imeketi kifuani mwake kama jiwe zito. Dakika chache baadaye, Juma akasimamisha gari ghafla. Benz ikatoa mguno wa upole kisha ikatulia. Moyo wa Jamila karibu utoke nje ya mwili.
Kwani nini? Kwa nini tumesimama? Akauliza kwa sauti inayotetemeka. Juma hakujibu mara moja. Alikaa kimya akiangalia mbele kana kwamba anaangalia kitu mbali sana. Halafu polepole akageuza kichwa na kumtazama Jamila. Tabasamu lake lilikuwa tulivu lakini ndani yake kulikuwa na baridi. Kisha akafungua mlango na kushuka. Jamila akaganda. Juma akatembea taratibu kuelekea sehemu yenye vichaka vizito zaidi, akatazama ndani kama mtu anayechunguza kitu kisichoonekana. Upepo ulitikisa suti yake kidogo. Alisimama pale bila kusema neno, kama mtu anayesubiri kitu au mtu. Jamila akafungua mlango wake kidogo na kuangalia nje. Mbali kule barabarani magari yalipita mara chache sana, gari moja tu baada ya muda mrefu. Msitu ulikuwa kimya. Kimya sana. Hatimaye akajikaza. Tunafanya nini hapa? Akauliza, sauti ikikaribia kupasuka. Juma akageuka kwake na tabasamu pana. Unajua, alisema kwa utulivu, napenda maeneo ya namna hii. Napenda amani yake. Siku moja nataka kumiliki nyumba kwenye sehemu kama hii. Akanyosha mkono na kuashiria ndani ya msitu. Ndani humo. Mdomo wa Jamila ukafunguka kwa mshangao. Ndani ya msitu? Akauliza akionyesha vichakani. Juma akatikisa kichwa, bado anatabasamu. Jamila akatikisa kichwa haraka. Wewe unaweza ukaja ukaishi humu peke yako. Mimi siwezi. Nimeogopa tayari. Tafadhali twende. Tabasamu la Juma likapanuka zaidi na kwa mara ya kwanza Jamila akahisi tumbo lake linajikunja. Tabasamu lile halikuwa la kawaida. Lilikuwa pana mno, tulivu mno, kana kwamba alikuwa anafurahia hofu yake. Lakini Juma akarudi kwenye gari bila kusema mengi, akafungua mlango na kuketi. Kisha akawasha injini. Sawa, alisema kwa sauti ya chini. Twende. Jamila akatoa pumzi ndefu. Mwili wake ukapoa kidogo, ingawa mikono bado ilikuwa inatetemeka. Benz ikarudi barabara kuu na kuacha giza la msitu nyuma, lakini hofu haikuondoka ndani ya Jamila. Aliendelea kujifuta jasho kwenye paji la uso kimya kimya. Baada ya muda mazingira yakabadilika. Miti mirefu ikaisha. Barabara ikawa pana, safi na ya watu wenye pesa. Nyumba za kifahari zikaanza kuonekana, maua yakiwa yamepangwa kwenye uzio, taa za uani zikimetameta. Mbele yao kukawa na geti kubwa lenye walinzi, askari wamesimama kama sanamu. Juma akaingia humo kwa kujiamini kana kwamba hapo ni nyumbani kwake tangu zamani. Macho ya Jamila yakapanuka. Hii ni wapi? Akauliza kwa kunong'ona. Juma hakujibu. Aliendelea tu kuendesha hadi wakafika mbele ya jumba kubwa, zuri kuliko chochote ambacho Jamila alikuwa amewahi kuona. Kuta nyeupe safi, madirisha makubwa ya vioo, taa za dhahabu, nguzo ndefu, bustani iliyopangwa kama peponi. Jamila akaweka mikono miwili mdomoni. Haiwezekani, akanong'ona. Juma akapaki mbele ya nyumba ile. Kwa sekunde kadhaa dunia ilikaa kimya. Sauti pekee Jamila aliyosikia ni pumzi yake inayopiga mbio. Juma akashuka, akaja upande wake na kumfungulia mlango kwa tabasamu la upole. Njoo, alisema. Jamila akashuka taratibu, macho bado yanakodoa kwenye jumba lile kana kwamba anaota. Hii ni nzuri sana, alisema kwa sauti ya chini. Juma akatikisa kichwa. Ndiyo. Kisha akatoa kitu mfukoni, kishikio kidogo cha funguo. Akazishika mbele yake. Hizi, alisema taratibu, ni funguo. Jamila akaganda. Funguo? Funguo za nini? Juma akasogeza funguo karibu zaidi. Hii ni nyumba yako sasa, Jamila. Mdomo wa Jamila ukadondoka wazi. Nyumba yangu? Akauliza akijionyesha kwa kidole. Juma akatikisa kichwa kwa utulivu. Nimekununulia. Jamila akapiga kelele ya furaha kabla hajajizuia. Akakimbia na kumrukia, akamkumbatia shingoni. Mungu wangu. Ndiyo maana nakupenda.
Unanijali kupita kiasi. Juma hakupagawa na furaha yake. Alimshika kiunoni kwa upole tu na kutabasamu, tabasamu la taratibu sana. Jamila akajiondoa, akaangalia nyumba tena, akakimbia kwenye geti, akarudi, akakimbia mlangoni, kisha akarudi tena kwa Juma akirukaruka kama mtoto. Hii ni yangu. Hii ni yangu. Yangu mimi. Juma akatikisa kichwa kimya kimya. Jamila akamkumbatia tena, lakini hakuona uso wa Juma alipogeuka. Tabasamu lake likaanza kupotea polepole. Macho yake yakabadilika kwa sekunde moja tu, sekunde moja ya baridi na ukali kama kitu cha mwituni. Kisha akapepesa macho na sura ikarudi kawaida. Jamila alikuwa bize kusherehekea. Alishika funguo kwa nguvu na kuendelea kukimbia huku na kule kwenye uwanja wa nyumba akicheka kwa sauti. Juma alisimama tu kimya akimtazama kama mtu anayechunguza anasubiri. Hatimaye Jamila akasimama na kujiegemeza kwenye gari akipumua kwa nguvu kutokana na furaha. Asante Juma, alisema kwa upole. Asante kwa kunipenda. Karibu, Juma akajibu kwa tabasamu dogo. Unastahili kila kitu. Lakini ndani ya tabasamu hilo kulikuwa na kitu kingine, kitu kilichojificha, kitu ambacho Jamila hakukiona bado. Asubuhi ikaja taratibu. Mwanga laini ukaingia kupitia vioo vikubwa vya nyumba ile. Ndege wakaimba nje na hewa ikawa safi, lakini moyo wa Jamila haukuwa na amani. Alikaa peke yake mezani, kikombe cha chai kikiwa mbele yake. Hakunywa. Alikuwa anakiangalia tu kikombe, uso umejaa mawazo mazito. Nyumba ile kubwa ilihisi kimya sana, tupu sana. Haikuhisi kama nyumbani. Ilionekana kama sehemu ambayo siri zinaishi. Ghafla simu ikaita. Jamila akastuka. Ilikuwa mama yake. Jamila akavuta pumzi ndefu na kujibu kwa tabasamu la sauti. Mama, Sauti ya mama yake ilikuwa imejaa furaha. Mwanangu. Mwanamke wangu mkubwa. Hongera tena. Nimesikia habari za hiyo nyumba, Mungu ametenda. Najivunia sana. Jamila akajitahidi kutabasamu. Asante mama. Mama yake akaendelea kumsifu Juma na kumshukuru Mungu kwa dakika nyingi. Jamila alisikiliza kimya kimya, lakini hofu yake ilibaki pale pale, haikuguswa. Baada ya mama yake kutulia kidogo, Jamila akavuta pumzi na kusema kwa sauti ya chini, Mama, nataka kukuambia kitu. Sauti ya mama ikabadilika mara moja. Nini? Jamila akaangalia sebuleni kana kwamba kuna mtu anamsikiliza, ilhali alikuwa peke yake. Halafu akasema kwa sauti ya chini sana, Mama, jana usiku niliona kitu cha ajabu kwenye kioo. Umeona nini? Mama akauliza haraka. Jamila akameza mate. Niliona kitu kama mkia wa Juma. Mkia? Mama akapumua kwa mshangao. Mkia wa aina gani? Jamila akafumba macho. Mkia wa chatu mrefu mweusi ulikuwa unacheza nyuma yake. Kulikuwa na ukimya kwenye simu kwa sekunde moja. Jamila akaanza kuongea haraka. Lakini nilipogeuka kumtazama alikuwa kawaida. Nadhani labda ilikuwa ni macho yangu. Labda nilikuwa nimechoka. Mama yake akainua sauti kwa upole lakini kwa ukali wa kuzuia. Jamila, mwanangu, usiseme hivyo tena. Unanisikia? Usiruhusu mawazo ya ajabu yakajaza kichwa chako. Mama, lakini mimi. Hapana, mama akamkatiza. Juma ni mwanaume mzuri. Anakupenda. Anakutunza. Anakupa kila kitu. Unajua wanawake wangapi wanaomba baraka kama hiyo? Shetani anapenda kuharibu ndoa nzuri. Ataanza kukuletea mawazo ya kukutisha ili umwogope mumeo. Usiruhusu. Jamila akajifuta uso taratibu. Kwa hiyo huniungi mkono. Ninaamini umechoka na umechanganyikiwa, mama akasema. Labda kioo kilikuchanganya. Lakini ulichodhani umeona si halisi. Usirudie kusema.
Jamila akatikisa kichwa kwa udhaifu, ingawa mama hakuweza kumwona. Sawa, mama. Mume wako ni baraka, mama akaongeza. Mshikilie. Usiruhusu hofu ndogo ivunje nyumba yako. Ndiyo, mama. Wakaongea mambo ya kawaida kwa muda, halafu simu ikakatika. Jamila akaweka simu chini na kukaa kimya, macho hayana mwelekeo. Hata baada ya maneno ya mama yake, moyo wake haukutulia. Kumbukumbu ya mkia ilikuwa bado kali mno. Ndipo hodi kubwa ikapigwa mlangoni. Hodi! 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 Jamila akasimama haraka na kwenda kufungua. Alipofungua, Sakina akaingia kwa furaha kama upepo. Mwanamke mkubwa akapiga kelele. Mmiliki wa jumba, nionyeshe nikazunguke. Kwa mara ya kwanza siku hiyo, Jamila akacheka kidogo. Akamshika Sakina mkono na kumzungusha nyumba, sebuleni pana, jikoni zuri, chumba kikubwa chenye vioo vikubwa. Sakina akatikisa kichwa kwa kushangaa. Jamila, hii ni mbinguni. Umebarikiwa. Jamila akatabasamu kwa nje, lakini ndani moyo ulikuwa mzito. Baada ya msisimko kupungua, Sakina akabadilika ghafla na kuwa makini. Akapunguza sauti. Jamila, naomba niulize kitu. Jamila akatikisa kichwa. Sakina akasogea karibu. Je, mumeo bado analala nje? Bado anaondoka kila usiku? Jamila akainamisha macho. Ndiyo. Bado anaondoka kila usiku. Anasema ana kazi Zanzibar. Anaondoka usiku, anarudi asubuhi. Uso wa Sakina ukakunja. Kila usiku? Jamila, tafadhali usinikasirikie. Najua unaona kama mimi huwa na mashaka, lakini nasema kwa sababu nakujali. Ni nini? Jamila akauliza, hofu ikianza kupanda tena. Sakina akavuta pumzi ndefu. Nadhani unapaswa kufanya uchunguzi wa siri. Jamila akapepesa macho. Uchunguzi wa nani? Wa mumeo, Sakina akanong'ona. Macho ya Jamila yakapanuka. Nitafanyaje? Sakina akainama karibu zaidi. Mfuate. Tumia gari lako. Usimwambie. Akiwa anatoka usiku, mfuate kimya kimya. Uone anaenda wapi. Uone hiyo kazi ni kazi gani. Jamila alionekana kuogopa na kuchanganyikiwa. Sakina, sijui kama naweza. Lazima, Sakina akasisitiza. Kuna vitu haviungani. Mwanaume anaondoka kila usiku na anarudi kila asubuhi. Familia yake haionekani. Jamila, fungua macho. Mara moja tu. Utaona kwa macho yako. Jamila akanyamaza kwa muda mrefu. Halafu polepole akatikisa kichwa, akakubali kwa maumivu. Sakina akamgusa begani. Sawa. Kuwa makini. Baada ya muda Sakina akaondoka. Jamila akabaki sebuleni peke yake, akili ikifikiria kwa kina. Moyo wake ulidunda taratibu, mzito. Hakuwa tayari, lakini alihisi anahitaji ukweli. Juma alirudi jioni kama kawaida, anatabasamu, mpole, mume wa Ndoto. Jamila alijifanya kawaida, asionyeshe chochote. Giza likaanza kujaa ndani ya nyumba. Jamila akaenda dirishani na kuchungulia nje. Benzi ya Juma ilikuwa bado ndani. Alikuwa juu anajipanga. Moyo wa Jamila ukaanza kupiga mbio. Baada ya dakika chache akasikia hatua zikishuka ngazi. Haraka akajifanya anapanga vitu mezani. Juma akatokea amevaa nguo nyeusi na suruali nyeusi. Ninaenda sasa, alisema kwa sauti tulivu. Jamila akameza mate. Sawa, safari njema. Juma akambusu kwenye paji la uso na kutoka. Mara tu geti lilipofunguka na Benz ikatoka usiku, Jamila akakimbia juu kubadilisha nguo rahisi zisizoonekana. Mikono yake ilikuwa inatetemeka kiasi kwamba hata kufunga kitufe ilimshinda. Akachukua funguo za gari lake. Akazima taa zote, kisha akatoka kwa kimya kupitia mlango wa nyuma.
Akaingia kwenye gari, akasubiri mpaka aone taa za nyuma za Benz ya Juma zikigeuka kona ya barabara. Halafu akawasha injini taratibu sana. Akamfuata nyuma. Moyo wake ulikuwa unapiga kuliko sauti ya injini. Aliomba kimya. Mungu, usiruhusu chochote kitokee usiku huu, kwa sababu leo naenda kuona ukweli. Jamila aliendelea kumfuata. Barabara ilikuwa tulivu, mwanga wa mwezi ukigusa miti pande zote. Benz ya Juma ilienda kwa kasi ya uhakika na Jamila akawa amegandisha macho kwenye taa zake nyekundu. Hakupepesa. Hakutaka kukosa sekunde. Lakini ghafla, vuum! Gari la mwendo kasi likampita kwa mkupuo. Jamila akapiga kelele kwa mshangao na kushika usukani kwa nguvu. Moyo ukaruka. Alipokaa sawa tena na kuangalia mbele, Benz ya Juma ilikuwa imepotea. Imefutika kabisa. Hakuna sauti. Hakuna taa. Hakuna kugeuka. Hakuna mwendo. Kama ilimezwa na giza. Jamila akakanyaga breki na kusimamisha gari pale pale. Machozi ya hasira yakajaa. Akaupiga usukani kwa mikono miwili. Hii ni nini? Kwa nini siwezi kumkamata? Akajipigia kelele. Baada ya dakika za kuchanganyikiwa na hofu, akarudi nyumbani, akili yake imejaa maswali. Asubuhi iliyofuata, jua lilichomoza mapema, lakini Jamila alihisi baridi. Mwili mzima ulikuwa dhaifu. Mara tu alipoamka, akampigia Sakina na kumwambia kila kitu. Sakina akavuta pumzi ndefu. Jamila, sikiliza, tunahitaji mpango mwingine. Mpango gani? Jamila akauliza kwa uchovu. Sakina akasita sekunde, kisha akasema kwa sauti ya chini, lazima umlaze usingizi mzito, mzito sana. Weka dawa ya usingizi kwenye chakula chake leo usiku. Dawa kali. Macho ya Jamila yakapanuka. Dawa ya usingizi? Ndiyo, Sakina akasema. Ukimlaza mapema, inaweza kuonyesha vitu tunavyovijua kidogo. Ni hatari, najua, lakini Jamila, ukweli hautakuja wenyewe. Jamila akakaa kimya. Ilionekana hatari, lakini alikuwa amechoka na kuishi ndani ya maswali. Alihitaji ukweli. Simu ilipokatika, Jamila alikaa kitandani muda mrefu, mikono ikitetemeka. Halafu akajisemea, lazima nijue ukweli. Jioni, Juma alirudi kama kawaida, anatabasamu, anapole kama mume mkamilifu. Jamila alijifanya kama hakuna kitu. Hakutaka atilie shaka. Usiku ulipofika, Jamila akamletea chakula, akiwa ameficha hofu nyuma ya tabasamu dogo. Lakini kabla ya kuleta, alikuwa tayari ametia dawa kali ya usingizi kwenye chakula. Dawa zinazofanya kazi haraka. Juma alikula taratibu, akizungumza kuhusu kazi Zanzibar inavyomchosha. Jamila hakusema mengi. Alikuwa anamtazama tu. Dakika 5 baadaye, Juma akasugua macho. Inahisi kama mwili umechoka. Jamila akatikisa kichwa haraka, akijifanya mpole. Pumzika kidogo kabla hujaondoka. Juma akaketi kwenye kochi sebuleni, akajiegemeza nyuma na kufumba macho. Ndani ya dakika chache, alilala. Moyo wa Jamila ukaanza kupiga kelele masikioni. Akaenda bafuni, akaoga haraka ili kutuliza nafsi. Akakaa chini ya maji muda mrefu, akivuta pumzi. Lakini aliporudi sebuleni, akaganda. Pumzi ikafa ndani ya kifua. Macho yakapanuka kama mtu aliyeona dunia nyingine. Juma alikuwa amelala kwenye kochi, lakini hakuwa binadamu kamili tena. Kutoka ndani ya nguo zake, mkia mrefu mnene wa chatu ulitoka na kujilaza sakafuni. Ulikuwa ukicheza taratibu. Ulikuwa unang'aa chini ya mwanga. Jamila mdomo ukafunguka, kisha akapiga yowe. Yowe la kuumiza roho. Yowe la woga wa mwisho. Aliumba. Hakufikiri. Hakupumua. Hakutazama nyuma. Akakimbia.
Akakimbia nje bila viatu, machozi yakimtiririka. Akapita magari, bustani, taa, hakujua anakokwenda. Alikimbia hadi akafika getini. Walinda usalama wakamkamata wakidhani kuna jambo baya sana limetokea. Madam, nini kimetokea? Madam, umeumia, waliinua sauti. Jamila hakuweza kuongea. Aliweza tu kuonyesha kwa kidole upande wa nyumba, mwili ukitetemeka vibaya. Walinda usalama wakaangaliana kwa mshangao. Hawakujua ameona nini. Wakajaribu kumpigia Juma lakini simu yake haikupatikana. Watu watatu wakakimbilia ndani kwenye nyumba. Wakachunguza kila kona. Lakini hawakukuta chochote. Hakuna mkia. Hakuna mwendo. Hakuna dalili ya Juma. Nyumba ilikuwa kimya na cha kushangaza zaidi, hata Benz yake ilikuwa imepotea. Jamila aliketi chini getini akilia kimya kimya. Alijisikia kama dunia yake imeporomoka. Alipoweza kutulia kidogo, akampigia mama yake. Asubuhi iliyofuata mapema, wazazi wake wakaja. Wakambeba kama mtoto na kumrudisha kwenye nyumba. Jamila alikataa kuingia mwanzoni, lakini baba yake akamshawishi taratibu. Ndani kila kitu kilikuwa kawaida, kama hakuna ajabu lililotokea. Mama yake akamwangalia kwa huruma. Jamila, una uhakika umeona ulichosema umeona? Jamila akamtazama kwa macho mekundu. Ninajua nilichoona. Lakini hawakuamini kikamilifu. Walidhani labda amechoka, labda amekuwa na msongo wa mawazo, labda amejichanganya. Jamila akaingia chumbani, akatoa pete yake ya ndoa kwa vidole vinavyotetemeka, akaweka juu ya kitanda taratibu. Mimi sitakaa hapa tena, akanong'ona. Wazazi wake wakatikisa kichwa. Wakamtoa nje. Wakafunga mlango. Na Jamila akaondoka bila kugeuka nyuma. Juma hakurudi tena. Hakupiga simu. Namba yake ilibaki imezimwa. Gari lake halikuonekana tena. Na hakuna aliyewahi kumkuta. Maisha ya Jamila yaliendelea. Lakini hakuweza kusahau usiku ule aliouona ukweli. Kwa hiyo, chukua somo hili. Kuwa makini na watu wanaoingia maisha yako ghafla na kwa ukamilifu uliopitiliza. Si kila kitu kinachong'aa ni chema. Si kila zawadi ya gharama inatoka kwenye sehemu safi. Chukua muda kumjua mtu kabla hujatoa maisha yako. Mahusiano ya haraka yanaweza kuficha hatari za taratibu. Mapenzi ya kweli hukua, hayakimbii na hayaji na siri za usiku. Tunaendelea. Miezi miwili ilipita. Lakini maisha ya Jamila hayakurudi kuwa ya kawaida. Hata kama sasa alikuwa anaishi kwa wazazi wake, hata kama alikuwa na chumba chake na nafasi yake, akili yake haikuwa na amani. Kila asubuhi aliamka na moyo mzito. Kila usiku alilia kimya kimya kwenye mto wake. Kila kitu kilikuwa kimechanganyikana kama moshi. Wazazi wake walijaribu kumfurahisha. Walimnunulia matunda, walipika vyakula anavyovipenda, hata walikaa naye sebuleni kuangalia sinema ili asikae peke yake. Lakini Jamila hakuwa yeye yule tena. Alitembea kama mtu anayeota. Mara nyingi alijifungia chumbani, akakaa dirishani, mikono juu ya fremu ya dirisha, macho yakitazama nje bila kupepesa. Na swali moja lilibaki kichwani mwake kila siku. Kwa nini Juma aliingia maisha yangu? Alikuwa anataka nini? Ni nani yeye? Kwa nini mimi? Kadiri alivyotafuta majibu, ndivyo alivyozidi kuchanganyikiwa. Alikumbuka tabasamu la Juma, lile tabasamu tulivu lenye siri. Alikumbuka sauti yake ya upole. Alikumbuka jinsi alivyopenda sana njia ya msitu na jinsi alivyokuwa anaizungumzia kwa hamu. Halafu kumbukumbu ya ule mkia aliyouona ikamchoma tena, moyo ukapiga mbio. Aliweka kiganja kifuani. Hapana, haiwezekani, alijinong'oneza. Sikuwa naota. Niliona nilichoona. Mara nyingine mama yake aliingia chumbani kimya kimya na kumkuta amekaa sakafuni, amepotea kwenye mawazo.
Jamila, mwanangu, utakuwa sawa, mama yake alisema kila mara, akikaa pembeni na kumshika mkono. Jamila alilazimisha tabasamu tu. Ndani kila kitu kilihisi kimevunjika. Siku moja asubuhi, Jamila aliamka akiwa dhaifu mno. Mwili wake ulikuwa na joto, kisha baridi, kisha joto tena. Alijaribu kusimama, miguu ikatetemeka kana kwamba hana nguvu. Akakohoa vibaya. Mama yake aliposikia kikohozi akakimbia kuingia. "Mwanangu, una nini?" alipiga kelele akigusa paji la uso wake. Jamila hakuweza kuongea vizuri. Kichwa kilizunguka, moyo unapiga haraka isivyo kawaida. Baba yake akachukua funguo za gari kwa haraka. "Twende hospitali sasa hivi." Jamila hakuweza hata kutembea vizuri. Baba yake alimbeba kwa bega hadi wakaingia kwenye gari. Mama yake aliketi pembeni yake akishika mkono wake kwa nguvu na kuomba kwa sauti. Walipofika hospitali, wauguzi wakamkimbiza ndani. Walipima joto, walipima presha, wakauliza maswali mengi. Baada ya kuchukua vipimo, wakawaambia wazazi wake wasubiri nje. Jamila akalala kitandani akitazama dari jeupe, akifikiria jambo moja tu. Vipi kama huu ugonjwa unatoka kwa yeye? Baada ya muda, daktari akarudi na karatasi mkononi. Akavua miwani yake taratibu, akamtazama Jamila kwa tabasamu la upole. "Jamila, alisema kwa sauti ya chini. "Nadhani tunajua kinachoendelea." Jamila akakaa taratibu. Nini kimenipata?" Daktari akavuta pumzi. "Wewe ni mjamzito." Ukimya. Jamila akamtazama bila kupepesa. Macho ya mama yake yakapanuka. Baba yake akajisogeza kwa wasiwasi. Daktari naye akashangaa, alitarajia furaha au angalau mshangao wa kawaida. Lakini walionekana kama watu waliopigwa na radi. "Jamila, umenisikia?" daktari akauliza tena. "Unatarajia mtoto?" Jamila akameza mate kwa nguvu, sauti ikitetemeka. Hapana, hilo haliwezekani." "Haiwezekani." Daktari akakunja uso. "Kwa nini unashtuka hivyo? Umeolewa, si ndio?" Jamila akageuza macho pembeni, mdomo ukikataa kukamilisha sentensi. Mama yake akamshika mkono. "Mwanangu, tulia. Hii ni baraka." "Baraka?" Jamila akanong'ona, machozi yakijaa. "Baraka ya nani? Ya nini?" Mama yake akageukia daktari kwa haraka. "Daktari, tupe dakika chache." Daktari alipotoka, Jamila akapasuka. Akafunika uso kwa mikono miwili, machozi yakatiririka bila kuweza kudhibiti. "Mama, sitaki," alilia kwa sauti. "Mungu apishe mbali, sitaki." Mama yake akamshika mabega kwa ukali wa upendo. "Jamila, usiseme hivyo tena. Hata siku moja hutagusa hiyo mimba. Umenisikia?" Jamila akatikisa kichwa akilia zaidi. "Lakini mama, hujanielewa. Hukuona nilichoona? Hukuona kile kitu alichogeuka sebuleni? Hukuona ule mkia?" Mama yake alimwangalia kwa huruma, lakini alibaki thabiti. "Mwanangu, acha kusema vitu vya kutisha. Hofu inaweza kucheza na akili. Juma ni mwanaume mzuri. Labda ulijichanganya. Linda mtoto huyo." Jamila akainua uso, macho mekundu. "Kwa hiyo tangu alipotea amewahi kuja kuwaona nyie?" Mama yake hakujibu. Ukimya ule ukamkata Jamila kama kisu. Akafunika uso tena na kulia mpaka nguvu zikamwishia. Waliporudi nyumbani, Jamila alienda moja kwa moja chumbani bila kusema neno. Mama yake alimfuata, lakini Jamila ghafla akapiga magoti mbele ya kioo chake. Akatazama sura yake kwenye kioo akitikisa kichwa. "Kwa nini mimi? Kwa nini mimi?" alilia. "Juma, popote ulipo, najuta siku niliyokutana na wewe. Najuta kukupenda. Wewe ni shetani." Sauti yake ikakatika kwa kwikwi. Akagusa tumbo lake taratibu kisha akalia zaidi.
Sitaweka mtoto wa roho, akanong'ona. 6. Mama yake akaingia kimya kimya. Jamila, acha kuongea hivyo, alimwonya kwa upole. Lakini Jamila akageuza uso. Jioni ile Jamila akachukua simu na kumpigia Sakina. Mikono ilikuwa inatetemeka. Alijifuta machozi tena na tena. Halo? Sakina akajibu. Sakina, sauti ya Jamila ikapasuka. Nimeisha kabisa. Imekuwaje? Jamila, ongea na mimi. Jamila akavuta pua. Mimi ni mjamzito. Ukimya ukatanda upande wa Sakina. Kwani nini? Sakina akauliza kwa sauti ya kushangaa. Umesema nini? Jamila akalia tena. Mjamzito wa yeye. Sakina akatoa pumzi ndefu. Jamila, na sasa utafanya nini? Nifanye nini? Jamila alisema kwa udhaifu. Mama anasema lazima niendelee nayo. Lakini siwezi, Sakina. Siwezi kubeba mtoto wa kitu ambacho si binadamu. Sakina akanyamaza muda mrefu, halafu akasema kwa sauti ya chini. Ninakuelewa, lakini tulia. Usiharakishe maamuzi. Pumua. Wakaongea muda mrefu, wakizunguka kwenye hofu, mkanganyiko na taharuki. Simu ilipoisha, Jamila akakumbatia mto wake kitandani, akihisi dunia inaporomoka tena. Usiku ule, baada ya kulia mpaka kichwa kuuma, Jamila hatimaye akalala. Lakini usingizi ule haukuwa wa amani. Ulikuwa mzito, wa kivuli, wa kutisha. Chumba kilikuwa kimya. Mapazia yalicheza taratibu kwa upepo wa usiku. Ilitoa mguno wa chini. Kila kitu kilionekana sawa, lakini ndani ya ndoto ya Jamila, dunia ilikuwa tofauti. Alisikia kitu kinasogea kitandani. Mwanzo alidhani ni blanketi. Halafu kitanda kikatikisika kidogo. Akasikia sauti ya kuteleza juu ya shuka, sauti ya ngozi inayopita. Akafumbua macho. Moyo karibu usimame. Chatu mkubwa alikuwa amelala pembeni yake kitandani. Macho yake yalikuwa yanang'aa kama taa mbili ndogo. Mwili mrefu, mzito, umekuwa umejizungusha taratibu karibu na miguu yake. Jamila alitaka kupiga kelele, lakini sauti haikutoka. Ghafla Chatu akainua kichwa. Mwili ukatetemeka. Ngozi ikapasuka kama kitu kinachovunjika. Na pole. Chatu akageuka kuwa Juma. Mbele ya macho yake, Juma akapiga magoti juu ya kitanda, uso wake umejaa huzuni. Jamila. Sauti yake ilikuwa tulivu, dhaifu kama maombi. Tafadhali hii usifanye chochote kwa hiyo mimba. Jamila akasogea nyuma kwenye ndoto, akitikisa kichwa. Hapana. Niondokee, alijaribu kupiga kelele. Juma akainua mikono miwili kama mtu anayesihi. Nitakueleza kila kitu, alisema kwa sauti ya chini. Naapa. Tafadhali inisubiri. Nitakuja kukuambia ukweli wakati sahihi. Kabla Jamila hajajibu, ndoto ikapasuka kama kioo. Jamila akastuka usingizini kwa pumzi kubwa. Moyo ulikuwa unapiga kama ngoma masikioni. Jasho lilimfunika mwili wote, hata ikiwa inavuma baridi. Gauni lake la kulalia lililoa, mikono ikitetemeka, pumzi nzito kama mtu aliyekimbia. Akamulika taa, akaruka kitandani. Hapana, alijinong'oneza. Kwa nini namuota tena? Kwa nini? Akakimbia nje ya chumba, akafungua mlango kwa nguvu mpaka ukagonga na kukimbilia chumba cha mama yake. Mama yake akakaa wima. Jamila, nini kimetokea? Lakini Jamila hakuweza kuongea. Alikaa kitandani mwa mama yake na kumkumbatia kwa nguvu, akitetemeka kama mtu aliyekutana na kifo. Mama yake akampapasa mgongo hadi akatulia kidogo. Ni ndoto tu, mama akanong'ona. Uko salama. Hakuna kitakachokudhuru hapa. Lakini Jamila alijua kuna kitu kibaya. Kitu cha ndani. Kitu kisichoelezeka.
Asubuhi ilipofika, Jamila alikuwa amechoka. Alikaa kimya wakati wakifungua kinywa. Mama yake aliendelea kumtazama kwa macho ya wasiwasi. Aliporudi chumbani, Jamila akachukua simu na kumpigia Sakina tena. Sakina akapokea haraka. Jamila, uko sawa? Jamila akatoa pumzi. Sakina, niliota. Unaota karibu kila usiku, Sakina akasema kwa kujifanya mwepesi. Nini tena? Ni yeye, Jamila alisema kimya. Juma. Sakina akanyamaza kwa sekunde. Kisha akacheka kidogo kwa kulazimisha. Jamila, usiruhusu hili likuchanganya akili. Unamuota kwa sababu bado hujapona. Ndiyo tu. Niliona chatu akigeuka kuwa yeye, Jamila akanong'ona. Ndoto si ukweli, Sakina akasisitiza. Ni akili yako. Umeogopa muda mrefu, ndiyo maana unaona vitu hivi. Jamila hakujua amwamini au la. Njoo nje leo usiku, Sakina akaendelea. Tuende klabuni hata kidogo. Upate hewa. Umesalia ndani unalia kila siku, si sawa. Sina mood, Jamila alisema. Sitaki kutoka. Jamila, tafadhali, Sakina akaomba. Hakuna kitakachotokea. Na hapa utakuwa salama. Baada ya ukimya mrefu, Jamila hatimaye akakubali kwa sauti ndogo. Sawa, nitatoka. Sawa. Hiyo ndiyo. Sakina akasema kwa furaha. Usiku ulipofika, Jamila alivaa kawaida tu. Hakujipodoa. Hakujisikia hata kukanyaga nje. Lakini alijilazimisha. Sakina akaja kumchukua, anatabasamu. Unaonekana poa, Sakina alisema kwa uchangamfu. Leo tunatulia kidogo tu. Wakaingia klabuni, muziki mkubwa, taa za rangi, watu wanacheza kila kona. Lakini Jamila alikaa kona kimya, moyo haupo pale. Sakina alicheza kidogo, akasalimia watu, halafu akarudi mara kwa mara. Uko sawa? aliuliza. Jamila akatikisa kichwa, lakini ndani hakukuwa sawa. Kelele zilikuwa zinamuumiza kichwa. Baada ya saa moja, Jamila akamvuta Sakina karibu. Sakina, nataka nirudi nyumbani. Sakina akakunja uso. Hapana. Kaa kidogo. Tafadhali, sina nguvu, Jamila alisema kwa uchovu. Nataka tu nirudi. Sakina akatoa pumzi ya kukata tamaa. Sawa. Lakini mimi bado sijaona ladha ya usiku. Nitakusaidia upate teksi. Wakatoka nje ya klabu. Hewa ya usiku ilikuwa baridi, barabara giza isipokuwa mwanga wa klabu. Sakina akapunga mkono, teksi ikasimama. Jamila akaingia nyuma. Dereva hakugeuka, alisalimia tu. Usiku mwema, madam. Usiku mwema, Jamila akajibu kwa sauti ndogo. Sakina akainama dirishani. Nipigie ukifika, alishout. Jamila akatikisa kichwa. Teksi ikaanza kuondoka. Lakini baada ya dakika chache, teksi ikachukua njia tofauti na ile ya kawaida. Jamila akatazama nje ya dirisha, akaganda. Barabara ilikuwa inafanana. Miti mirefu. Giza nzito. Njia ile ile ya msitu, ile ile ambayo Juma alipenda. Jamila akapumua kwa mshangao. Hapana, tafadhali usipite njia hii, alisema haraka. Tumia njia nyingine. Dereva hakujibu. Moyo wa Jamila ukaanza kupiga mbio. Gari likapunguza mwendo, kisha likasimama pembeni kabisa ya msitu. Dereva akageuza kichwa taratibu kumtazama Jamila. Moyo wa Jamila karibu utoke. Uso ule, macho yale, tabasamu lile, ni Juma. Jamila akajisukuma mgongo kwenye kiti, pumzi nzito, mwili wote unatetemeka. Akajaribu kufungua mlango, ukagoma. Akavuta kishikio tena na tena, hakuna. Halo, Jamila, Juma alisema kwa sauti ya chini kutoka mbele. Habari yako? Hofu ya Jamila ikapasuka kama bomu. Akapiga yowe. Akapiga dirisha kwa mikono. Akasukuma mlango kwa miguu.
Akajaribu kila kitu, hakuna. Tafadhali tulia, Juma alisema kwa upole. Na hapa sitakufanyia kitu kibaya. Lakini Jamila alikuwa anahema kama mtu anayeangamia. Tafadhali ninakuomba, alilia. Usiniue. Usiniumize. Juma akageuka kidogo, uso wake umejaa huzuni. Jamila, sipo hapa kukuumiza, alisema taratibu. Nimekuja kuongea na kukuomba. Uniombe nini? Jamila alilia. Juma akavuta pumzi ndefu. Nimejua kuhusu mtoto aliye tumboni mwako, alisema kimya. Na nimekuja kukuomba umwache. Jamila akaganda. Umejuaje? Akauliza kwa sauti ya kushangaa. Juma akatabasamu kidogo, tabasamu la uchovu. Nilikwambia mimi si kama wengine. Mimi naona vitu kwa namna ambayo binadamu hawawezi. Machozi yakamtoka Jamila tena. Wewe ni nani hasa? Akanong'ona, sauti ikitetemeka. Kulikuwa na ukimya. Juma akainamisha kichwa kana kwamba ana aibu. Jamila alianza polepole. Mimi si binadamu. Na ninaomba msamaha kwa kukuingiza kwenye kitu ambacho hukukielewa. Jamila akatikisa kichwa na kulia zaidi. Ni nani wewe? Ni nini wewe? Alirudia kwa nguvu. Juma akaamua. Mimi ni chatu, alisema kwa sauti ya chini. Lakini si wa kawaida. Nina nguvu. Naweza kubadilika kuwa chochote, mzee, kijana, msafiri, chochote. Naweza kuonekana mahali popote ninapotaka. Nimeishi miaka mingi na nimewahi kutembea miongoni mwa wanadamu mara nyingi. Jamila akafunika mdomo kwa mkono, mwili ukitetemeka. Kwa nini mimi? Akanong'ona. Sijui, Juma akajibu. Labda ni hatima. Sijawahi kupenda binadamu kabla. Sikuwahi kutaka mpaka wewe. Jamila akatikisa kichwa haraka. Hapana. Usiseme hivyo. Ulinidanganya. Uliingia kama binadamu. Ukanioa. Ukanifanya niamini kila kitu ni kawaida, kumbe si kawaida. Najua, Juma alisema, sauti imejaa majuto. Na huo mzigo nitaubeba milele. Lakini tafadhali, tafadhali, mwache huyo mtoto. Na hapa sitakudhuru. Sitakufuata. Sitakusumbua tena. Utachukua nyumba, magari, kila nilichokupa, sitachukua hata kimoja. Sitakuja tena. Jamila akajifuta machozi kwa mikono inayotetemeka. Samahani, akanong'ona. Siwezi kuzaa mtoto wa chatu. Siwezi hata kufikiria. Juma akatikisa kichwa haraka. Hapana. Utazaa kitu cha ajabu. Na hapa mtoto atakuwa wa kawaida, binadamu kabisa. Nakwambia ukweli. Lakini Jamila aliendelea kutikisa kichwa. Nataka nishuke. Tafadhali niache niende. Juma akafumba macho kwa sekunde, akavuta pumzi nzito. Sawa, akanong'ona. Nimekuelewa. Ukisema hivyo, Akageuza gari kimya kimya. Hakuna ugomvi. Hakuna hasira. Ni huzuni tu. Njia ya kurudi ilihisi ndefu. Msitu ulionekana mweusi zaidi. Ndani ya gari kulikuwa na ukimya mzito. Walipofika karibu na klabu, Jamila akafungua mlango hata kabla teksi haijasimama kabisa. Akaruka nje, miguu ikitetemeka. Kwa heri, Jamila, Juma alisema kwa sauti ya chini. Lakini Jamila hakutazama nyuma. Akakimbia ndani ya klabu kama mtu anayekimbia kifo. Watu wakamkodolea macho kwa sababu alionekana anaogopa vibaya. Akamshika Sakina mkono mara moja. Yuko nje. Yuko nje, alilia. Sakina akakimbia nje, lakini walipofika mbele ya klabu, gari lilikuwa tayari limepotea. Juma alikuwa ametoweka tena. Kimya kimya. Kama hakuwahi kuwepo. Miezi ikapita. Jamila hakumwona Juma tena. Kama alivyosema, hakurudi. Hakumfuata.
Hakusumbua ndoto zake tena. Lakini vitu alivyomwachia vilibaki. Nyumba ile duplet bado ilikuwa kwa jina lake. Na kila kitu alichokuwa amempa hakukichukua. Jamila hakuthubutu kwenda kule. Alikuwa amekimbia usiku ule kwa hofu, na tangu hapo hakukanyaga tena ndani. Aliweka umbali. Lakini maisha hayakusimama. Tumbo lake likaanza kukua. Na hofu yake ikakuwa pamoja nalo. Mama yake alikaa naye kila siku, anamlisha, anamuombea, anamwangalia. Sakina naye alikuja mara nyingi, akimpa moyo, akisema utaishi, Jamila. Halafu siku moja ya asubuhi tulivu, uchungu ulianza. Wauguzi wakamzunguka. Mama yake akamshika mkono. Jamila akalia kwa maumivu na kuomba kimya kimya. Mwishowe akasikia kilio cha mtoto. Moyo wake karibu usimame. Muuguzi akamleta karibu. Ni mtoto wa kike, alisema kwa tabasamu la joto. Mtoto mzima kabisa, mwenye afya. Jamila akamtazama yule mtoto mdogo aliyefungwa blanketi la rangi ya waridi. Vidole vidogo. Vidole vya miguu vidogo. Macho ya kahawia ya joto. Ngozi laini kama watoto wote. Ni binadamu. Ni kawaida. Ni kamili. Jamila akapasuka kulia tena, lakini safari hii machozi yalikuwa ya nafuu. Mama yake akamkumbatia. Mungu ametenda, akanong'ona. Jamila akambeba mtoto wake kifuani. Juma alikuwa amesema kweli. Siku zikapita. Wiki zikapita. Miezi zikapita. Juma hakuonekana. Alitimiza ahadi yake. Baadaye Jamila akarudi kwenye ile duplet akiwa na wazazi wake kwa muda, na siku moja akakuta mafungu ya pesa, fedha za aina tofauti, zikiwa zimeachwa juu ya kitanda kana kwamba mtu alikuja kimya kimya na kuondoka. Hakukuwa na ujumbe. Hakukuwa na maelezo. Ni kama kivuli kilikuwa kinamsaidia kutoka mbali bila kuonekana. Jamila alimlea binti yake kwa upendo. Mara chache alijiuliza Juma ni nani hasa, alitokea wapi, yuko wapi sasa, kama bado yuko hai mahali fulani kwenye maficho ya dunia. Lakini hakumuona tena. Na taratibu sana Jamila akaanza kupata amani. Kwa sababu ukweli mmoja uliendelea kuwa kweli. Wakati mwingine watu huingia maisha yetu wakiwa na siri ambazo hatuwezi kuelewa. Na wakati mwingine maisha hutupitisha kwenye njia za ajabu zinazotufanya tuhoji kila kitu. Lakini hata baada ya hofu, hata baada ya makosa, hata baada ya kuvunjika moyo, maisha mapya yanaweza kuleta tumaini jipya. Jamila aliendelea. Akamlea mtoto wake. Akajifunza kutabasamu tena. Alichagua amani kuliko hofu. Je, umeipenda Part 2? Niambie kwenye comment. Tafadhali like, share na subscribe, halafu utuambie kwenye comment unatazama kutoka wapi, ili tusikose pati inayofuata, kwa sababu hii siri ya Pugu bado haijaisha kabisa.